Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Moja kati ya updates kubwa ambayo leo tumekuletea ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambazo zimetufikia hivi punde kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi ya Tanzania NBC Premier League kwa maana ya Steven Mguto. Ameweza kuweka wazi juu ya dabi ya Kariakoo kwamba iko pale pale siku ya tarehe 15. Bana, nini kilicho happening? Tuende sawa katika update zote hii ili tuweze kujua ni nini kinachoendelea. Lakini kabla hatujaitazama taarifa hii kwa undani zaidi, nikukaribisha kwa wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku kila wakati. Mara tu baada ya kuhappen cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare kwa watu wengine ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Bana, kuna moja kati ya exclusive ambayo ameifanya Steven Mguto na waandishi wa habari, wakamuuliza juu ya sakata la dabi ya Kariakoo. Lakini kabla hatujafika mbali, hebu tumsikie mwenyewe amezungumza nini kuelekea kwa maswali aliyoulizwa na waandishi wa habari. Sisi tumeshapanga tarehe. Basi tusubiri. Wapo waliotengeneza mpaka jezi wakaprint kwamba hawaji. Inawavunja moyo nyinyi kama viongozi. Ni mapenzi yao. Wala sisi hatuna nguvu ya kuwazuia wasiandike kwenye jezi zao. Waandike tu, sisi tumeshatoa tarehe basi. Naam, hayo yalikuwa ni baadhi ya majibu ambayo alikuwa anawajibu waandishi wa habari mara baada ya kumuuliza juu ya kila ambacho kina trend sana katika mitandao ya kijamii kwa siku za hivi karibuni, kwamba Yanga wamekuwa wakichapisha jezi za hatuchezi, lakini taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans upo pale pale na utachezwa Juni 15, zikiwa zimebaki siku kadhaa kuelekea kwa mchezo huo ambao umetajwa kuwa mgeni rasmi wa mchezo huo atakuwa ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ndio atakuwa mgeni rasmi katika mchezo huo ambao unatajwa kuchezwa Juni 15 hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo nimeamua nikuletee ili uweze kujua. Hivi karibuni kumekuwepo kwa tetesi ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii juu ya viongozi wa Young Africans wametengeneza mpango kazi ambao wamewataka mashabiki nguli ambao wanajulikana na ambao wana fan base kubwa waanze kuaminisha wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans kwamba watacheza mechi hiyo ili kumzuia Simba asichukue ubingwa wowote katika ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo yani kwamba mashabiki hao wa klabu ya Young Africans watatumia impact yao kuaminisha umma, alafu msemaji wa klabu hiyo Ally Kamwe atakuja hasa waanzishe tu sehemu ambazo zitakuwa zimebaki, lakini kazi kubwa ifanywe na mashabiki hawa wa klabu ya Young Africans. Na moja kati ya taarifa ambazo zilitufikia sisi ni kwamba tayari wameshakwisha kuanza harakati yao ya kuaminisha mashabiki wa klabu ya Young Africans kwamba watakwenda kucheza mechi hiyo ili kumzuia Simba asichukue kombe lolote katika msimu huu. Lakini ni moja kati ya njia ambayo viongozi wa klabu hiyo ya Young Africans wameamua kuitumia ili kuhakikisha kwamba klabu ya Young Africans na mashabiki wake wote wanakuwa na imani na uongozi wao, lakini pia wanakuwa na motisha juu ya kila ambacho kinatajwa kwamba watakwenda kucheza dabi ili kuwazuia Simba Sports Club wasichukue ubingwa katika msimu huu. Ni dhahiri shahiri kwamba kama Young Africans singeweza kwenda kushiriki huo mchezo, ni kwamba Simba Sports Club angeweza kupewa pointi za mezani, hasa ikilinganishwa kwamba katika mchezo huo mgeni rasmi ni rais wa nchi. Kwa vyovyote vile Young Africans lazima watapeleka timu uwanjani kutokana na kwamba hawawezi kugomea mechi mbele ya mgeni rasmi ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa vyovyote vile Young Africans watapeleka timu uwanjani ili kutoa aibu na
na fedheha ambayo wangeweza kuipata kama hawatopeleka timu uwanjani mbele ya Mama Samia, ambaye ni kama wametumia njia hiyo ili kuokoa mpira wa Tanzania, kutokana na kwamba kama Young Africans angeendeleza msimamo wake wa kutoshiriki mechi hiyo, ni dhahiri shahiri kwamba hata ubora wa ligi yetu ungeweza kushuka. Ikumbukwe mpaka sasa ligi yetu ni ya 4 kunako misimamo ya ligi bora Afrika, kwamba ligi ya Tanzania ni ya 4 katika lenki za kafu. Kwa hii hapa ni moja kati ya exclusive bora kabisa ambayo kwa sasa inaendelea kushika hatamu sana, na watu wamekuwa kila mtu akizungumza lake kuhusiana kwa interview hiyo ambayo ameifanya Steven Mguto kuelekea kwa mechi hiyo, ambayo yeye amesema dabi iko pale pale na wala haina kipengele, na kujibu maswali yake kwa hivyo ambavyo imekuwa ni utaratibu wake, kwamba wakati ambapo anaulizwa maswali na waandishi wa habari, amekuwa na utaratibu wake wa kujibu hasa kwa kwa kutoelewa kwamba ni nini kilichoendelea, ni nini kilichotokea, ama ni nini kinachoendelea kwa sasa. Yeye hajui kama Young Africans wanahitaji nini kutoka katika bodi hiyo, lakini anachojua kwamba yeye dabi iko pale pale na Young Africans kwa vyovyote vile watakwenda kushiriki mchezo huo namba 184 kama jinsi ambavyo bodi imeweza kupanga tarehe, na yeye ameweza kusema kwamba hata wafanye kila wanachokifanya, lakini mchezo uko pale pale. Kama hawatoweza kushiriki mchezo huo, basi sheria na kanuni ambazo wamejiwekea kwenye ligi zitafuatwa, na hapo ndipo Young Africans atawajibishwa. Lakini kwa hali hii unaweza kuona kabisa kwamba Young Africans ni lazima apeleke timu kwa vyovyote vile, kutokana kwamba ni kama bodi ya ligi wamepiga hatamu, yani wamepiga kwenye mshono kwa upande wa klabu ya Young Africans, kutokana na kwamba wameshakwisha kutangaza mgeni rasmi katika mechi hiyo. Kimsingi ni kwamba Young Africans ndio wenyeji katika mechi hii na Simba ni wageni katika mechi hii, na ni kwamba watu ambao wangeweza kutangaza mgeni rasmi katika mechi ni Young Africans, lakini bodi ya ligi tayari wao wameshakwisha kutangaza mgeni rasmi ambaye ni raia namba 1 wa Tanzania. Ina maana unaweza kuona kabisa kwamba hapa kwa vyovyote vile Young Africans ni lazima apeleke timu, na ndio maana unaona viongozi wa bodi ya ligi wanazungumza kwa kujiamini, kutokana na kwamba wanaona katika mtego huu Young Africans hataweza kuchomoka. Ni lazima atapeleka mechi uwanjani, na ni lazima mechi hii itachezwa Juni 15. Ikumbukwe mpaka sasa klabu ya Young Africans haina Stefan Aziz Ki, ambaye kimsingi alikuwa anaisumbua klabu ya Simba Sports Club kutokana na mechi zote ambazo katika misimu miwili ambazo amecheza katika kikosi cha Young Africans. Stefan Aziz Ki katika mechi zote ambazo wamekutana na Simba amekuwa ni mwiba katika kuwasumbua na kuhakikisha kwamba wanakuwa na umakini naye, kutokana na profile yake na umakini wake anavyokuwa uwanjani. Lakini Young Africans atakwenda kushuka dimbani kuwakabili Simba Sports Club bila Stefan Aziz Ki. Ni dhahiri shahiri kwamba utawala sasa wa klabu ya Simba unarejea, kutokana na kwamba baadhi ya wachezaji wakali ambao walikuwa wanatajwa kuwepo katika kikosi cha Young Africans tayari hawapo. Ukija kuangalia katika upande wa majeraha, bado Isaac Shadrack Boka bado haja recover na bado yupo nje kwa kuuguza majeraha yake. Lakini pia Yao Kwasi Ataula ambaye yuko Tunisia alipokwenda kufanyiwa upasuaji katika goti lake, na kwa taarifa tulizonazo huenda msimu huu Young Africans wakaachana naye ama wakamtoa kwa mkopo, lakini hataweza kuwa katika sehemu ya kikosi cha Young Africans. Hasa Young Africans watakubali kwenda kushuka dimbani kutokana na kwamba wao walishakwisha kukataa kwamba hawatacheza mchezo huu mpaka pale ambapo bodi ya ligi itakapowajibu maswali yao ambayo mpaka sasa bodi haijajibu. Lakini pia Simba Sports wenyewe